Hello msikilizaji wa Vam TV, karibu tuendelee na simulizi yetu ya Hatma sehemu ya pili. Tunaendelea tulipoishia. Liam alitoka nje akamkuta Maya akasimama kwenye gari. Maya, umepatwa na nini? Maya alikaa kimya. Maya, naongea na wewe, naomba unijibu, umepatwa na nini? Hivi yule mwanaume ni Aaron Alfred Minja? Maya aliuliza. Ndiyo, ni yeye, unamfahamu? Ndiyo. Huyo ndo mume wake na Lena, mwanamke aliyekuwa mke wako? Ndiyo. Liam, naomba turudi nyumbani. Maya, unajua unanichanganya akili yangu. Pole, ila mimi siwezi kuendelea kukaa hapa. Sawa basi twende. Walipanda kwenye gari na safari ya kurudi nyumbani ilianza. Muda wote Maya alikuwa kimya na alionekana kuwa mbali sana kimawazo. Liam alimwangalia akajua kuna tatizo kubwa. Upande wa Aaron naye hakuwa sawa kabisa. Uchangamfu wa mwanzo ulipotea. Alikaa pembeni na kuanza kunywa pombe kwa mkupuo. Lena alimfuata. Aaron, unafanya nini sasa? Hii ni siku ya sherehe mtoto wetu na unakunywa pombe kama maji. Lena, niache, kichwa changu kipo sawa. Hakipo sawa ghafla au ni baada ya kumuona yule mwanamke? Liam ameamua kunichezea mchezo. Anajifanya mjanja, kaniharibia sherehe ya mtoto wangu. Lena alisimama, hakuwa ameelewa chochote. Hata kama unatakiwa kujizuia, tumalize ili kwanza. Aaron alinyanyuka akawa anaondoka. Unaenda wapi sasa? Lena aliuliza lakini hakupewa jibu. Aaron alichukua gari yake na kuondoka kabisa eneo la sherehe. Ikabidi Lena asimamie mwenyewe sherehe ya mwanae. Liam na Maya walipofika nyumbani, Maya alishuka haraka kwenye gari akaenda chumbani kwake na kujitupa kitandani. Baada ya muda Liam alifika mlangoni na kubisha hodi. Maya, pita. Liam aliingia na Maya akanyanyuka na kukaa vizuri. Nataka kujua ukweli. Liam, unakumbuka nilishawahi kukuambia kuwa nilitoroka nyumbani nikaja kumtafuta mwanaume ambaye nilimpenda sana? Ndiyo, nakumbuka. Huyo mwanaume ni Aaron ambaye mimi nilimzoea kumuita Minja. Liam kusikia hivyo alikaa pembeni ya kitanda. Hii ni ajabu kabisa, watu ni mashetani. Liam alijaribu kufikiria. Kwa hiyo mume na mke ni wasaliti. Lena alinisaliti, akaolewa na Aaron, na Aaron alikusaliti wewe? Ndiyo, kwa ajili yake akaniacha na zurula mtaani na mpaka wazazi wangu wamenizira, wataki kuniona kabisa. Maya alianza kulia. Liam alimsogelea na kuanza kumbembeleza. Basi Maya, usilie, kila kitu kitakuwa sawa. Lakini kanipotezea muda wangu sana. Alinifanya niishi kwa matumaini, mwisho wa siku kanitupa kama takataka kwenye dustbin. Baada ya sherehe kuisha, Lena alirudi nyumbani. Alienda chumbani kumwangalia Aaron lakini hakumkuta. Huyu hajarudi nyumbani, sijui kaenda wapi. Na kwa nini ule mwanamke wa Liam amchanganye kiasi kile? Alichukua simu akajaribu kumpigia Aaron. Simu ya Aaron iliishia kuita mpaka ikakata. Lena alitupia simu yake pembeni ya kitanda. Akaanza kukumbuka alivyokuwa anaongea na Liam na Maya alivyokuja. Alijikuta moyo wake umeuma na wivu wa ajabu. Kwa upande mwingine alikuwa na mmisi upendo na mapenzi ya Liam. Ila ndio hivyo, alichagua pesa akateleza. Mapenzi ya kweli akayaacha. Mama umeniponza, tamaa pesa inanitokea puani sasa, alijisemea. Siku hiyo Aaron alichukua mwanamke na kwenda kulala naye hotelini ili kutuliza mawazo, lakini bado hazikusaidia, maana kila alipokumbuka taswira ya Maya alijikuta anaumia moyo wake. Baby, leo upo sawa, yani haujanifikisha kabisa leo. Naomba uniache. Kwani una nini? Irene, sipo sawa, niache. Huko nyumbani kwangu nimekimbia kelele kama zako, nikasema nije tupumzike unitoe mawazo. Na wewe unaniongezea mawazo. Kama ni hivyo basi acha nilale, ila kusema ukweli unanipapasa tu, yani kama kuku. Aliongea Irene huko akigeuka upande mwingine akijifunika shuka. Aaron alikaa kitandani akiwa kanyosha miguu. Maya, umejua na vipi na Liam? Liam kafanya hivi kunilipizia kisasi. Sijawahi kuumia kuchukuliwa mwanamke, ila kwa Maya roho imeniuma sana. Na ni bora angekuwa na mwanaume mwingine lakini sio Liam. Kulikucha, ilikuwa majira ya saa 1 asubuhi. Lena alikuwa amekaa kitandani kwake na kichwani kwake
Alikuwa na mawazo mengi sana, ukizingatia Aaron hakurudi nyumbani na hakujua yuko wapi. Alichukua simu yake iliyokuwa pembeni akapiga namba ya Aaron. Simu ya Aaron iliita mara moja na kupokelewa. Simu ilipokelewa lakini hakuongea chochote. Aaron, mume wangu uko wapi? Aliuliza Lena lakini hakujibiwa. Aaron, naongea na wewe, acha kunipa wasiwasi mwenzio. Jana umeondoka ukumbini ghafla tena ukuniambia unaenda wapi? Ghafla akasikia sauti ya kike. Mume wako yuko bafuni anaoga. Moyo wa Lena ulipasuka kwa wivu. Wewe nani? Kweli unataka kujua mimi ni nani kwa mume wako? Dada, naomba usinichanganye akili yangu. Mpe simu Aaron. Kwanza tuache tumalize mambo yetu. Kama unamhitaji Aaron, msubiri akirudi nyumbani kwako, huu muda ni wangu. Irene alimaliza kuongea kisha akakata. Muda huo Aaron alitoka bafuni na kukuza Irene kashika simu yake. Unatafutwa. Aaron alienda kukwapua simu. Mke wako kapiga simu, analia kuoni nyumbani. Wewe nani kakupa ruhusa kupokea simu yangu? Tena unapokea simu ya mke wangu? Irene, mimi kuwa na wewe sikupe kichwa kwa mdharau mke wangu. Kumbuka nimefunga naye ndoa kanisani na nampenda sana mke wangu. Aaron aliongea kwa hasira. Nisamehe basi. Sijapenda ulichofanya, umezidi kunikera. Aaron alivaa nguo zake haraka na kutaka kuondoka. Sasa unaniachaje wakati tulikuja wote? Achana na mimi, utachukua usafiri urudi kwako. Nipe hela basi. Aaron alifungua wallet akatoa kiasi cha pesa na kumtupia, alafu akaondoka. Wewe Nuna, kasirika lakini hela nipe tu. Siku zilienda huku wahanga wawili, Liam na Maya, wakiendelea kufarijiana. Mara nyingi walitoka pamoja na kwenda sehemu mbalimbali za burudani. Siku za weekend walienda sehemu kupata vinywaji, nyama choma, huku wakisindikizwa na live band. Siku moja jioni Liam alimpa habari njema. Maya, unatakiwa kujiandaa. Kabla hajamaliza kuongea Maya akadakia. Leo siendi popote, mwili wangu hujisikii kabisa kwenda huko nje. Nataka kutulia tu nyumbani niangalie movie basi. Hivyo najua nilikuwa nataka kuongea nini. Kuna jingine zaidi ya kutaka tutoke kwa ajili ya kupata chakula cha usiku. Alafu ukizingatia mimi nimepika. Najua umepika. Maana nilipoingia tu nimepokelewa na harufu nzuri ya chakula. Na sikutaka kuongea hicho ulichofikiria. Ulitaka kusemaje? Umepata kazi? What? Unasemaje Liam? Kesho unatakiwa kuanza kazi kama kishia kwenye kampuni anayofanya kazi David. Unamaanisha nimepata kazi kwenye ile kampuni alionipeleka David kufanya usahili? Ndio, umepita vizuri sana na wanakuhitaji kwa haraka mno. Kwa furaha aliyokuwa nao alimrukia Liam na kumkumbatia kwa nguvu. Walitulia kwenye kumbatio kwa muda. Baadaye Maya akajishtukia na kumwachia haraka. Samahani, ilikuwa nimemko tu, usijali. Kesho yake mapema sana Maya alijiandaa kwa ajili ya kwenda kazini. Alitoka chumbani kwake. Alipofika sebuleni akamkuta Liam akiwa anaangalia jambo kwenye PC yake. Nadhani nipo tayari. Liam alimwangalia na kusema, wow, vipi? Umpendeza sana. Umejua kujipangilia. Suti yako imekupendeza sana. Big boss, acha kunisifia mwenzio, naona aibu. Aliongea Maya huku akijificha uso wake kwa viganja vya mikono. Liam alimtoa mikono. Acha ujinga twenzetu. Unanipeleka kazini? Kwa nini nikuache uende mwenyewe na Londo siku yako ya kwanza? Na jioni nikiwa na nafasi nitakuja kukuchukua. Aaron alikuwa akishuka ngazi akielekea sebuleni huku akiongea na simu, huku akiwa anacheka. Lena alipomuona alimfuata na kusimama mbele yake. Nitakupigia baadaye tutaongea vizuri, alisema Aaron. Kisha akakata simu na kumuuliza Lena, vipi, mbona umenisimamia mbele? Unaongea na nani? Hivi nimeoa mke au polisi? Aaron, kama kweli unanipenda na unanichukulia kama mke wako, naomba ubadilike na unipe heshima yangu kama mke. Aaron alimwangalia Lena usoni na kucheka kwa dharau. Wewe Lena ni wa kuongea maneno hayo? Wewe ndio unataka hayo maisha? Kwa nini usiishi kwa amani na usinifuatilie kabisa? Lena, nakupa kila kitu.
pia nakuheshimu, ndio maana nikachagua na nikakuoa. Kwa hiyo hata mimi nikiwa na wanawake huko nje isikupe shida. Kwa hiyo hata mimi nikiwa na wanaume huko nje utakuwa sawa kwako eh? Ghafla Aaron alibadilika na kumwangalia Lea kwa hasira, akamsogelea karibu. Wewe usijaribu ukasubutu, nitakuja kuua mtoto wa mtu. Kumbe una wivu, lakini wewe hutaki mimi nikuonee wivu. Nasema jaribu kufanya ujinga huo uone upendo wangu wa pili. Kwanza bado nina hasira na huyo Liam. Siku moja muda wa kazi uliisha, Maya alitoka na kusimama nje ya jengo kuangalia usafiri wa kumpeleka nyumbani. Akiwa anaangalia, macho yake aliona gari ya Liam, na Liam alikuwa amesimama pembeni ya gari yake akimwangalia. Maya aliachia tabasamu na kumfuata. Big boss, mbona upo hapa? Nipo hapa kwa ajili yako, mke wa mchongo. Ila wewe bwana, sikuwahi kufikiria kama utakuja kunifuata bosi kubwa. Hivi unajua wewe kwangu ni wa muhimu sana, na kuna muda huwa nakufikiria Maya. Maya alitabasamu huku akiona haya. Twende basi. Liam alifungua mlango wa gari. Maya akapanda, walianza safari. Ningependa tupitie sehemu kabla tujarudi nyumbani. Wapi? Tukapate chakula cha jioni. Na kuonea huruma, umechoka na kazi hivyo huwezi kwenda kuingia jikoni. Mimi ni mwanamke, naweza kujigawa na kufanya majukumu yangu yote. Sawa, ila kwangu nataka kukupa nafasi ya kupumzika. Wewe sio mtumwa. Kwa kiasi fulani Liam alianza kupaza hisia za kimapenzi na alitamani sana kuanzisha mahusiano na Maya, lakini hakujua anzie wapi kumweleza hisia zake. Kesho yake Liam akiwa ofisini kwake, David alienda kumtembelea. Waliongea mawili matatu kisha Liam akauliza, "Vipi Maya, anaendeleaje na kazi hapo kazini kwenu?" "Yupo vizuri na hodari sana kwenye kazi." "Vipi, vidume wamsumbui kweli?" David alicheka. "Unacheka nini sasa? Una hivyo juu yake, unampenda eh?" "Kwani kuuliza swali linamaanisha hivyo?" "Liam, mimi sio mtoto mdogo, na niliokuwa nafikiria ndio haya yanaenda kutokea." "Yapi hayo?" "Inaonekana unampenda Maya, ila unashindana na nafsi yako." Ni kweli nampenda sana, ila naogopa kuweka wazi hisia zangu." "Kwa hiyo unataka wenzako wawai ndio useme ulikuwa unampenda?" "Nishauri basi nifanye nini bro?" "Liam bwana, unataka kuniambia siku hizi umekuwa domozegi huwezi kutongoza?" "Sio hivyo, unajua mimi na Maya ni kama tunaheshimiana sana. Sioni kama itakuwa vizuri. Atanionaje? Ataniona mtu wa ovyo." "Sio kweli, wewe ni mwanaume uliyekamilika. Weka hisia zako wazi. Mueleze kuwa unampenda na una nia naye thabiti." Nisijaribu." "Sio kujaribu, sema utafanya." "Okay, nitafanya." Wote waliangaliana na kucheka. Mara simu ya ofisini kwa Liam iliita. Liam alinyanyua na kuanza kuongea. "Boss, kuna mgeni wako hapa nje." "Ni nani?" "Mr. Aaron." Aliposikia jina la Aaron alitulia kidogo kisha akasema, "Mruhusu apite." Alikata simu. "Kama una ugeni acha mimi niondoke." "Hakuna ulazima, na sidhani kama wewe mgeni ni muhimu sana kwangu." Baada ya dakika 2 mlango uligongwa. "Karibu." Mlango ulifunguliwa, akaingia Aaron. David alishtuka kumuona Aaron. "Wewe kafuata nini hapa?" "Habari zenu." Hakuna aliyeitikia salamu ya Aaron. Aaron hakujali, alivuta kiti akakaa. "Liam, nimekuja kuongea na wewe." "Ongea na kusikiliza." Aaron akamgeukia David. "Maongezi haya ni yangu na Liam. Sijui unaweza kutupisha kidogo?" David alinyanyuka na kutoka nje. Aaron alianza kuangaza macho kwenye ofisi ya Liam. "Naona ofisi inapendeza kweli. Umepania kusonga mbele? Sema shida yako ile kuleta na kusikiliza Aaron." "Okay, nipo hapa kukupa onyo." Liam alimwangalia huku akiwa kakunja uso. "Naona sasa mazoea yanazidi. Baada ya kufanya yote hayo sasa umekuja ofisini kwangu kunipa onyo?" "Aaron, hivyo unafikiri unaweza sana na kunipangia nini nifanye au nini nisifanye?" "Unavyofikiria sivyo, ila nataka kukuambia kitu kuhusu Maya." Liam alikaa vizuri kumsikiliza kwa makini. "Maya ni mwanamke anayenipenda sana na najua udhaifu wake ni mimi, hivyo hawezi kudumu kwenye mahusiano na mwanaume yoyote."
Wewe una kichaa. Unaweza kujiita chizi. Unafikiri baada ya kumtupa na kumwacha dhalilike na kutembea mitaani kama mbwa koko, anaweza kurudi kwako na kusema anakupenda? Ha 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 ha. Liam, wewe hujui nguvu ya mapenzi, ndio maana Lena alitoroka akaja kwangu. Na huyo Maya naye atarudi kwangu. Maana mimi ndo asali ya warembo. Wakitaka wanataka tena na tena na tena. Liam alinyanyuka kwa hasira na kumkunja. Wewe mshenzi, unafikiria awamu hii nitaacha ushinde? Kama ulimchukua Lena na Lola basi ni hao tu. Ila kwa Maya sitaruhusu. Na wala hata ruhusu umsogele. Aaron alitabasamu kwa dharau. Unaongea kwa kujiamini sana. Ndio najiamini. Na kama ukidhani mimi dhaifu basi sahau hilo. Na mheshimu sana Maya. Na sitaki apotee kwako wewe tapeli. Kumheshimu? Hata ukimheshimu kiasi gani? Moyo wake bado unanijua mimi. Pia kuna chembe za upendo ndani yake. Kama kweli anakupenda sana, kwa nini upo hapa kuomba nikae naye mbali? Kwa nini umefika hapa kuniomba nimwache? Swali hilo lilimchoma Aaron. Sijaja kuomba, sasa umekuja kufanya nini? Mwanaume ambaye hana hofu hawezi kumfuata mwanaume mwingine na kuanza kujieleza kama ulivyofanya wewe. Aaron aling'ata meno kwa hasira. Nimekuja kukuepusha na maumivu. Maumivu gani? Maya atakuumiza. Mwisho wa siku atarudi kwangu tu. Liam alitikisa kichwa. Tatizo lako Aaron, umezoea wanawake, kupora wanawake za watu na kuishia kuwachezea. Pia tambua Maya wa leo sio yule wa zamani. Ulishika akili yake. Una uhakika? Zaidi ya uhakika. David aliposikia sauti za watu wasio hapo, aliamua kuingia. Kuna shida? Hakuna shida, Liam aliongea huku akimwangalia Aaron usoni. Aaron alinyanyuka kutoka kwenye kiti. Okay, nimekuambia nilichokuja kukuambia, sasa kazi kwako. Na mimi nimekuambia ulichotaka kusikia. Walisimama wakiingiliana kwa sekundi kadhaa. Aaron akageuka kuelekea mlangoni. Kabla hajafungua mlango, alisimama na kugeuka nyuma. Bado tutazidi kuonana, Mr. Liam. Nenda bwana, alisema David. Aaron alifungua mlango akatoka. Huyu mpumbavu anataka nini? Mbona anakuja kukuvimbia ofisini kwako? Bado anamtaka Maya, akaja kunipa onyo niachane naye. Huyu jamaa yupo sawa kweli? Liam, safari unatakiwa kukaza pamba. Hakikisha Maya anakuwa wako. Naweza kufanya hivyo, lakini itakuwaje kama Maya atakuwa bado mapenzi yake hapo kwa Aaron? Kwa yote aliyopitia kwa ajili yake, hawezi kumpenda tena. Kaka, ujue akili za wanawake wewe. Lakini usikate tamaa, mchunguze Maya, utajua tu kama bado anampenda au vipi. Siku hiyo Liam alirudi nyumbani akiwa hayupo sawa. Maya alijaribu kumtania lakini hakuwa kama siku zote. Alitoa tabasamu la kulazimisha. Leo upo kama siku zote, una tatizo gani? Nimechoka tu. Nikufanyia masaji uchovu katike. Liam alitoa tabasamu dogo kisha kanyanyuka. Nenda kapumzike. Kesho yake jioni Maya alipokuwa anatoka kazini akakutana na Aaron. Habari yako Maya? Aaron alimfuata huku akiachia tabasamu. Salama Mr. Lava, mbona upo hapa? Nipo hapa kwa ajili yako. Kwa ajili yangu mimi Maya? Yes baby girl, kipenzi cha moyo wangu. Msichana niliyemtunuku usichana. Nyamaza wewe shetani. Nimekuwa shetani tena mpenzi. Koma kuniita mpenzi na kaa mbali na maisha yangu, na kuchukia sana Aaron. Unavyonichukia mimi ndio nazidi kukupenda Maya. Nakupenda. Na siku ile kukutumia pesa urudi Arusha nilikuwa na maana kubwa sana. Maana gani? Kuniambia umeoa na una mtoto? Ndio maneno ya maana kwangu Mke na mtoto hawatumii mapenzi yetu. Na ndoa kwangu ni kama mkataba tu, unaweza kuvunja na kaendelea na maisha mengine. Nikisema shetani wala sikosei. Ona sasa, unapindisha hata sheria za Mungu. Nani kasema kuoa ni kama mchezo? Ndoa ya kanisani huwa ni moja na ivunjiki kipumbavu hivyo. Aaron, usitegemee mapenzi kwangu, na kuchukia. Na kuchukia sana, umenipitisha kwenye mapito ya ajabu. Nusa nibakwe. Bila Liam, wale vijana wangenifanya vibaya. Lakini nilikuwa na kutafuta kwenye simu, sikuwa na kupata. Simu iliibiwa nikapoteza mawasiliano na wewe.
na sasa sitaki tena mazoea na wewe. Kwa mbali na maisha yangu pamoja na Liam. Kumbe wakati haya anaongea na Aaron, Liam alikuwa amefika kuja kumchukua. Alipowadia, alikaa kwenye gari akawa anaangalia. Maya alianza kutembea na Aaron alimfuata nyuma huku akiendelea kumbembeleza. Maya, naweza kuweka sawa. Unaumwa wewe. Nenda kaweke sawa wewe na huyo mke wako mjinga. Msaliti asiyejua maana ya kupendwa. Aaron alimdaka mkono na kumlazimisha msikilize. Wakiwa wanavutana pale, Liam akaanza kushuka kwenye gari na kuwafuata. Vipi Mr. Aaron, unataka kubaka hadharani? Aaron aligeuka kumwangalia Liam. Basi, unaendelea kunifuata. Mimi na wewe nani anamfuata mwenzio? Ulinichukua mke na mtoto nikatulia, sasa unaona na faidi nikiwa na Maya. Naye unataka kumchukua kwa nguvu. Maya alitoa mkono wake kwa Aaron, akamwacha. Maya aliondoka na kwenda kusimama pembeni ya Liam. Aaron, kaa mbali na maisha yetu. Wenyewe tunaishi kwa furaha, tumesahau kila kitu kilichopita huko nyuma. Mimi sina haja na wewe. Pia Liam hana mpango na Lena wala huyo mtoto wako Lola, alisema Maya. Maya, unaona umefika sana kwa huyo jamaa Kabisa, Liam ni zaidi ya mwanaume, umfikii hata kidogo. Huyo ni gentleman, yupo smart na Mr. Romantic. Yaani kwenye mahaba ni kama amepewa cheti na tuzo. Kama zote, sio wewe mwanaume unajua kumwaga pesa na kufungua zipi ya suruali kwa kila mwanamke anayekupitia mbele yako. Maneno ya Maya yalimchoma sana Aaron, lakini kwa upande wa Liam yalimvimbisha kichwa. Maya alimwangalia Liam usoni kisha akasema, umechoka na kazi baba? Twende tukapumzike. Maya alimshika mkono akaondoka akarejea lilipo gari. Walipanda na kuondoka. Huko nyuma Aaron alikuwa bado kasimama, aliwaangalia kwa hasira. Walipokuwa kwenye gari, Maya alikuwa ametulia kimya huku akiangalia mbele. Liam aliendesha gari huku akimwangalia kwa kuibia. Walipofika nyumbani, kila mmoja alienda chumbani kwake. Liam alikaa kitandani kwake, akikumbuka maneno aliyozungumza Maya, kama yana ukweli ndani yake au aliongea kwa ajili ya kumuumiza Aaron. Kwa upande wa Maya alikuwa akilaani kitendo cha kukutana na Aaron. Namchukia sana Aaron, sitaki hata nikaribie. Yeye ni nuksi kwenye maisha yangu. Amefanya nimetangana na wazazi wangu mpaka sasa wataki hata kujua nipo wapi. Baada ya kufikiri sana, Maya alienda kuoga kisha kavaa gauni lake la kijani. Alafu akaenda jikoni kuandaa chakula. Kila akichungulia sebuleni na kumwona Liam, na haikuwa kawaida yake kujifungia. Siku zote huwa anakaa sebuleni au huwa wanakuwa wote jikoni. Maya akiwa anapika, yeye anampigisha story au kumsaidia kazi ndogo ndogo kama kumenya vitunguu. Inaonekana hayupo sawa. Sijui nimekosea kuongea yale maneno mbele ya Aaron. Natakiwa kuomba msamaha. Chakula kilipokuwa tayari, alitengewa mezani. Alafu akaenda ulipo mlango wa chumba cha Liam akagonga. Liam alienda kufungua. Chakula kipo tayari. Sawa nakuja. Liam alirudi chumbani kwake kwenda kuchukua simu na Maya alienda sebuleni. Alikaa mezani na kuanza kupakua chakula kwenye sahani. Liam alipofika, Maya alimsogelea na kumpa chakula. Karibu chakula. Mbona umenipa sahani moja? Mimi sijisikii kula. Liam alimwangalia, alafu akasogeza sahani ya chakula pembeni. Maya naye alimwangalia wakawa wanaangaliana. Kwa nini usitaki chakula? Umesusa? Sijasusa ila sijisikii kula. Basi hata mimi sijisikii kula. Rudisha chakula chako jikoni. Maya alimwangalia Liam. Liam, naomba unisamehe. Nikusamehe kwa kosa gani? Kwa kile nilichokiongea mbele ya Aaron. Liam alitoa tabasamu dogo. Sijaona ulichokosea Maya. Ulifanya jambo ambalo yeyote angeweza kufanya kwa wakati ule. Maya alitulia bila kuongea chochote. Maya, abe, nikuulize swali. Uliza. Bado moyo wako unamhitaji Aaron? Yaani bado unampenda Aaron? Kama siwezi kumpenda mtu dhalimu kama yule. Upendo wangu
kwa akiulishaisha siku ile alionikataa bila hata kusikiliza matatizo yangu. Na nimezidi kumchukia baada ya kugundua kwa yeye ndio mtu aliyekusababishia maumivu. Liam, wewe ni mtu wa pekee sana. Una moyo wa kipekee. Lena kupaswa kukupa maumivu makali. Hayo yote yamepita Maya. Alijivunjia moyo na nikaahidi sitapenda tena. Alinifanya niachukie mapenzi na kutokuwa mimi tena wanawake. Lakini kadri siku zinavyoenda, dhana hiyo inapotea. Najikuta natamani kuanzisha mahusiano mengine. Tayari una mwanamke unamfikiria? Ndiyo. Kama umeona yupo sahihi, mueleze ukweli. Naogopa, sijui kama atakubali au vipi. Unahitaji msaada ili nikusaidie kumleta karibu yako. Utaweza? Kwa nini nishindwe? Unajua nikitaka langu lazima litimie. Basi sawa. Niambie ni nani? Hayupo mbali sana, ni hapo tu. Hapo wapi? Na ni nani? Liam alitulia kama dakika mbili na Maya alionekana kuwa na shauku ya kutaka kumjua. Ni wewe hapa Maya. Nakupenda. Liam aliongea kwa hisia na kumfanya Maya abaki mdomo wazi. Maya alikuwa kwenye mshangao mkubwa. Hakuamini kile alichoongea Liam. Maya akajikuta anacheka kidogo. Liam bwana, acha utanitongea serious. Sitanii Maya. Wewe ndo mwanamke ninayekuzungumzia hapa. Wewe ndio mwanamke uliokuja kubadilisha moyo wangu na kunipa tabasamu na hamu ya kupenda tena. Maya alikosa neno la kusema. Alikuwa akijikanyaga huku akiangalia vidole vyake vya mikono. Liam alimwangalia kwa makini huku akiwa anasubiri jibu. Maya, abe, inawezekana wewe hauko tayari kuwa na mimi. Nisijisumbue. Maya alinyanyua kichwa na kumwangalia kwa jicho fulani huku tabasamu la mbali likijitokeza. Liam alielewa ile ishara. Alinyanyuka alipokaa na kwenda kusimama mbele yake. Naomba usimame. Liam alinyosha mkono na Maya aliweka kiganja chake kwenye kiganja cha Liam kisha akasimama. Liam alimvuta kwake na kumkumbatia. Maya naye alinyanyua mikono yake na kumkumbatia vizuri. Nakupenda sana Maya. Nakupenda pia big boss wangu. Natumaini utakuwa dereva bora kwenye hii safari tunataka kuianzisha. Usijali mama. Nitahakikisha safari yetu inakuwa na furaha. Na mimi nitajitahidi kuwa abiria mwema. Nisilete usumbufu njiani. Waliangaliana usoni wote wakicheka. Liam akampiga busu kwenye paji la uso. Upande wa Aaron alienda nyumbani kwake akiwa na hasira. Alimpita dada wa kazi kwa haraka hata alipomsalimia kujibu. Alifika chumbani akavua koti lake la suti na kurusha kitandani. Huyu mwanamke yuko wapi? Alitoka nje na kuanza kumwita Lena. Lena! Lena! Madamu hayupo ametoka. Lola yuko wapi? Katoka naye. Amesema anaenda wapi? Hakusema. Aaron alitoa simu yake na kumpigia Lena. Halo, upo wapi? Nipo nyumbani. Kila siku nyumbani, huko nyumbani kwenu kuna nini? Mama anaumwa, nilikuja kumwangalia. Mbona upende kukaa kwako wewe mwanamke? Ona mumeo nipo nyumbani, unataka nipokelewe na nani? Na mbona uliondoka bila ruhusa yangu? Nilikupigia simu ukupokea. Kwa hiyo ukajichukulia maamuzi ya kutoka tu Lakini mama anaumwa, mume wangu. Kwa hiyo wewe ni daktari au uwepo wako umemfanya apone? Sasa hayo ni maneno gani unaongea? Kama unaitaka hii ndoa na unanipenda mume wako unataka uje sasa hivi, la sivyo. Aaron akumaliza kuongea akakata simu. Lena alibaki anaangalia simu yake. Wakati huo mama yake aliyekuwa kajilaza kitandani alisikia yote. Huyu mtoto wa kiume ana roho ya kishetani. Ila yote uliyataka wewe mama. Umeona sasa uroho wa pesa unatutokea puani. Yaani aliamua kuwa hivi. Alijali sana utu. Na wewe nyanyuka uende kwa mume wako. Naenda lakini haya yana mwisho. Ipo siku ikifika hata aliamua atajua ukweli. Unasemaje wewe? Lena alinyanyuka akaenda kumchukua mtoto wake. Lena, usije ukafanya ujinga wako kabla mambo hayajakaa sawa. Lena hakujali maneno ya mama yake
aliondoka. Penzi la Liam na Maya lilizidi kupamba moto. Yaani walikuwa wanapendana mno. Kila mmoja alimpenda mwenzake vizuri sana. Maya aligundua tabia zote za Liam. Alielewa hapa anataka nini na hapa yupo sawa au kakasirika. Pia kwa upande wa Liam ilikuwa hivyo hivyo. Siku moja walikuwa wamekaa sebuleni, huku Maya akiwa kajilaza miguuni kwa Liam na Liam akichezea nywele zake. Baby, nikwambie kitu. Niambie big boss wangu. Usije ukaniacha. Maya alitabasamu kidogo. Kwa dozi ulizonipa naanzaje kukuacha? Liam, unajua umeniroga vibaya wewe. Sijui yani. Sasa hivi tunakoenda mimi mwenyewe nitakuwa nakwambia unipe dawa. Ninywe mwenyewe. Maana sio kwa mabaya unayonipa. Liam alicheka sana. Unajua unanipa raha sana wewe mtoto. Hivyo ndivyo ninavyotaka. Ila naogopa ule jinamizi asije akakufuata. Nani? Aaron? Maya alinyanyuka akakaa vizuri. Mpenzi, sahau kabisa kuhusu huyo mtu. Maana upendo wako kwangu unatosha. Na yeye aliondoka kwangu siku nyingi sana. Na wala sifikiri kabisa kuhusu yeye. Huu ni wakati wa mimi na wewe. Na penzi letu litadumu milele. Kuachana kwetu mwiko abadan. Labda mmoja wetu aingie kaburini. Hatimaye miezi ilikata. Huku Aaron alimsumbua Maya na kutaka warudiane. Maya alimtolea uvivu na kumdhalilisha mbele za watu. Baada ya hapo alimfuata Lena. Siku hiyo Lena alikuwa nyumbani kwake akicheza na mwanawe. Ghafla akamuona Maya anaingia ndani kwake. Hodi. Karibu. Maya alienda kukaa kwenye kochi. Sura yako sio ngeni, ila sikukumbuki nilikuona wapi. Tulionana kwenye sherehe ya Lola. Naitwa Maya, mpenzi wa Liam. Lena kusikia hivyo alimeza fundu la mate. Nimekuja hapa kwa ajili ya kuongea na wewe. Karibu. Nimekaribia. Lena, nina uhakika kuna kitu kinachoendelea kati yako na Liam. Mambo yenu yalikwisha zamani. Huna unachodai wala yeye hana anachokudai. Wewe unaongea hivyo kama nani? Naongea kama mpenzi na mke mtarajiwa wa Liam. Kwa hiyo umekuja kunivimbia nyumbani kwangu Hapana, si hivyo unavyofikiria. Nipo hapa kuweka mambo sawa. Tulia kwanza. Lena alimfukuza na Maya akanyamaza kumsikiliza. Kwanza nataka kujua, wewe na Aaron mnafahamiana? Ndiyo, namfahamu. Sio kumfahamu tu bali namjua vizuri sana. Lena aliposikia hivyo alikunja uso wake kwa hasira. Naona sasa umeamua kuja mpaka nyumbani kwangu. Nitaua mtoto wa mtu. Maya aliachia tabasamu kisha akasema, punguza pressure na unisikilize kwa makini. Kama kuua basi mimi ndio ningekuwa wa kwanza kukuua wewe. Sababu mimi na Aaron tulikuwa wapenzi kabla yako. Wakati huo alikuwa hajajipata mpaka anapokuja kukutana na wewe. Alinitelekeza na kuja kukuoa wewe. Lena alitulia na kumsikiliza Maya anachoongea. Lena, sipo hapa kwa ajili ya kugombana, nimekuja kukuambia. Mwambie Aaron mimi simpendi. Sitaki hata kidogo. Nina penzi langu jipya mwenzenu. Halafu tamu balaa. Mtulize mume wako apunguze mapepe. Na mwambie sio kila mwanamke anaweza kurubuniwa kwa pesa zake. Lena alikuwa akimwangalia tu, maana maneno alikuwa anasikia kutoka kwa Maya yalikuwa yanamchoma haswa. Maya alinyanyuka na kubeba pochi yake vizuri na kwenda. Lena hakujibu zaidi ya kumwangalia. Maya alitembea mpaka mlangoni. Akiwa anaelekea getini zilisikika honi za gari. Wakati huo Aaron alikuwa anarudi nyumbani. Lena aliposikia honi alinyanyuka haraka na kwenda kuchungulia dirishani. Aaron alipokuwa anaingiza gari, alishtuka kumuona Maya nyumbani kwake. Alisimamisha gari alafu akashuka. Mlinzi, peleka gari kwenye maegesho. Sawa boss. Aaron alitembea na kukutana na Maya. Maya hakutaka kusimama. Aaron akamdaka mkono. Maya aligeuka na kumwangalia kwa dharau. Maya, umefuata nini nyumbani kwangu? Nilikuja kuongea na mke wako. Umekuja kuongea nini na mke wangu? Maya alivuta mkono wake. Ujumbe utakuta kwa mke wako.
Wakati huo Lena alikuwa kasimama dirishani akiwaangalia kwa hasira huku akitetemeka. Aaron, utalipia yote hayo unayofanya. Nitafanya njia ya kupoteza machungu ninayopitia. Maya aliondoka. Aaron akamfuata nyuma. Maya, kama umeniharibia kwa mke wangu basi tambua ndio utachukua nafasi yake. Maya aligeuka akamwangalia na kuanza kucheka. Maya alicheka sana mpaka kainama. Unaota ndoto za mchana wewe. Kuwa na mimi sisahau, jimbo linamilikiwa na Mr. Liam kwa sasa. Siku zilienda nyumbani kwa Aaron. Hakukuwa na amani hata kidogo. Ilifikia hatua Aaron alimpiga sana Lena na kuondoka nyumbani kwa wiki nzima. Siku moja Lena alikuwa anaongea na rafiki yake. Cheki haya makovu. Hivi kwa nini usiondoke ukaenda kutafuta maisha ya amani? Natamani kuondoka leo kesho, ila bado kuna mambo naweka sawa. Unataka ufie mikononi mwake? Unajua najuta sana kitendo cha kumsaliti Liam. Kwanza ilikuwaje ukamsaliti Liam, kijana mpole mwenye upendo? Lena alitulia kwa muda kisha akaanza kumsimulia ilivyokuwa. Unajua Liam na Aaron ni watu wanafahamiana. Walikuwa wakishirikiana kwenye biashara zao za madini. Japokuwa ukaribu wao haukuanza muda. Nakumbuka siku moja nilikuwa nyumbani. Liam akanipigia simu, akaniomba nimsindikize kwenye sherehe ya rafiki yake. Ilikuwa sherehe ya uchumba. Siku hiyo nilienda saluni nikatengeneza nywele zangu vizuri. Gauni langu jekundu ambalo nililetewa na Liam. Kifupi nilipendeza sana. Tukiwa kwenye sherehe, Aaron alikuwa ananiangalia sana na kutabasamu. Kuna muda Liam alitoka kidogo, Aaron akapata nafasi ya kuja kuonana na mimi. Akaniomba namba ya simu, akidai na muongezi, na nilimpatia namba akaondoka. Siku ile hakunitafuta. Ila kesho yake muda ya saa 4 alipiga simu tukasalimiana, akajitambulisha. Baada ya nusu saa kupita iliingia hela kiasi cha 300 hivi. Nilishtuka sana. Nikajiuliza, kakosea kutuma pesa au? Muda ule ule Aaron alipiga simu na kuuliza kama nimeona pesa. Nilimjibu ndio. Umenitumia nini? Akaniambia fanya matumizi yako madogo madogo. Kuanzia hapo tulianzisha mahusiano ya siri sana. Alikuwa anakuja nyumbani, ananiletea vitu pamoja na pesa. Si unajua mamangu anavyopenda pesa. Si akawa ananishawishi niwe na Aaron. Mwanzo nilikataa nikiwa namchuna tu. Baada ya miezi kadhaa nikajigundua nina ujauzito. Nikampa taarifa. Liam alifurahi sana na kutaka tufunge ndoa. Nilimwambia mama. Mama akataka tufunge ndoa ya kimila. Nikiwa ndani ya ndoa tuliendelea na mahusiano na Aaron na alihudumia mimba sababu nilimwambia ni mimba yake. Baada ya kujifungua, Aaron alikuwa anataka mtoto wake. Alinishawishi sana nimwachie Liam. Sikutaka. Hapo ndipo akaanza kumwaga hela na kunifanyia mambo makubwa. Tukaanza kufuata utaratibu bila Liam kujua. Kila kitu kilikamilika. Siku ya ndoa ilipofika, niliondoka kwa Liam. Lakini ikawa bahati mbaya aligundua na kuja kwenye ukumbi wa harusi yangu. Sasa huyo mtoto ni damu ya nani? Lola ni mtoto wa Liam. Linda alishika mdomo kwa mshangao. Wewe Lena wewe. Mbona umefanya mambo ya hatari hivyo? Sikuwa na jinsi. Nilijua mimi na Lola tutapata maisha mazuri lakini mambo yameenda tofauti. Hiyo ni laana. Dunia imekupiga kofi. Na huyo Aaron anajua Lola ni mtoto wake au anajua ukweli? Anajua ni mtoto wake. Mungu wangu. Lena, unatakiwa kuwa muwazi kwenye hili swala. Mtafute Liam mueleze ukweli. Nimepanga kufanya hivyo Linda. Najuta sana mwenzio. Najuta kumwacha Liam wangu. Najionea wivu mwanamke aliyekuwa naye sasa. Wewe umepoteza kwa sababu kukosa msimamo. Ila kwa Lola unatakiwa kumpa haki yake. Nimekuelewa rafiki yangu. Upande wa Liam na Maya mambo yalizidi kwenda vizuri. Walikuwa wakishauriana mambo mengi ya maendeleo. Siku ya Jumamosi walikuwa wakisaidiana kutengeneza bustani ya maua. Liam alisimama akawa anamwangalia Maya. Baby, jana umesimama unaniangalia.
Liam alipiga hatua akamsogelea karibu na kuzungusha mikono yake kiunoni mwake. Kuna jambo huwa anafikiria siku nyingi ila huwa anajisahau. Jambo gani babaki? Lena. Maya aliongea kwa kusita kama kuna jambo limemtatiza kwa muda. Maya hakumaliza kusema. Baba, hebu sema unachotaka kusema. Maya, ulitaka kusema nini? Sema kwanza wewe, unataka kusema nini? Liam alimwangalia kisha akaguna. Maya, una mimba? Wewe nani kakuambia? Niambie ukweli. Kuna baadhi ya vitu vilikuwa tofauti kwa Maya. Na pale uliposema babaki na ukumaliza kuongea. Hebu niambie Maya, una mimba Liam aliuliza. Maana na yeye pia kuna vitu alivihisi tofauti kwa Maya. Niambie Maya, unajua kuna baadhi ya mambo sielewi, upo tofauti na uko nyuma. Maya alisogea na kujilaza kifuani kwa Liam. Ndio baby, nina mimba. Mbona hukuniambia? Nilikuwa naogopa. Unamwogopaje mume wako wewe? Na ni mimba ya muda gani? Nahisi wiki 2 maana bado changa. Liam alifurahi akamnyanyua juu na kupenda Maya. Hatimaye naenda kuwa baba. Alimshusha chini wakaendelea kufurahia. Niambie wewe, ulitaka kuniambia nini? Nataka tuende kwenu. Maya alihisi furaha. Mpenzi, tunatakiwa kufanya hivyo. Lakini wazazi hawanitaki. Hakuna mzazi anayemchukia mtoto wake moja kwa moja. Huenda nao huko wamekukumbuka. Tutakwenda pamoja. Lazima niende na wewe. Maana nataka wako wanitambue na ikiwezekana nifuate taratibu tufunge ndoa kanisani. Uwe mke wangu halali. Maya alimkumbatia kwa furaha. Asante darling, nakupenda. Nakupenda pia. Wakiwa bado wamekumbatiana, mara Liam aliona Lena anaingia getini. Huyu kafuata nini? Walivunja kumbato lao. Maya akageuka. Lena, umefuata nini? Sina miadi na wewe. Lena aliwafuata walipo akawasalimia. Habari zenu? Salama. Samahani kwa kuja kwenu bila taarifa. Lena aliongea kwa upole. Umefuata nini? Liam, naomba tuongee. Kuna la kuongea na mimi? Ndio, ni muhimu sana. Liam alimwangalia Maya usoni. Nenda kamsikilize. Twende pamoja. Wote watatu waliingia ndani. Maya alienda jikoni akarudi na glasi 3 za juisi ya passion na kumpatia kila mmoja glasi yake. Kimya kilitawala kwa muda huku Maya na Liam wakitaka kusikia habari walizoletewa. Liam, naomba unisamehe kwa nilichokifanya. Mimi nimeshasamehe na nimesahau kila kitu. Kuna jambo ambalo hujui. Jambo gani? Lola. Liam alishtuka. Mtoto kafanya nini? Lola kapatwa na tatizo gani Lena? Kwa jinsi Liam alivyokuwa na wasiwasi, ni wazi alikuwa na upendo mkubwa kwa ule mtoto. Hana tatizo, ila ongea kitu kinachoeleweka Lena. Lola ni mtoto wako. Liam alishtuka na kutoa macho. Liam alikuwa kama hajaelewa alichoambiwa. Unasemaje wewe? Lola ni mtoto wako kumzaa. Mishipa ya Lola unapitisha damu yako. Si wewe ulisema kwa kinywa chako kuwa Lola ni mtoto wa Aaron? Nilisema lakini nilidanganya. Sasa tutajua vipi? Maya aliuliza. Kipimo cha DNA. Liam alikuwa hamini, alihisi Lena anamtania. Liam, nataka umle mtoto wako. Siwezi kukubali kirahisi, nataka tufanye kipimo cha DNA. Sawa, tufanye kesho kama hutojali. Sawa. Baada ya maongezi Lena aliondoka. Kesho yake mapema sana, Lena alienda hospitali na mtoto wake. Liam na Maya pia walifika. Liam alichukuliwa vinasaba na kwa Lola pia. Majibu yatatoka baada ya siku 3, daktari aliwaambia. Baada ya siku 3 majibu yalitoka. Liam akaenda kuchukua majibu. 99.9% Lola alikuwa mtoto wa Liam. Liam alifurahi sana. Alimfuata Maya na kumuonyesha majibu. Maya, Lola ni binti yangu.
Maya alitabasamu. Utamlea Lola wangu? Utamlea mtoto wangu Maya? Nitamlea Big Boss. Mtoto wako ni wangu pia. Ilipofika jioni, Lena aliandaa nguo za kila aina kwenye begi. Alimkumbatia mwanawe na kumbusu. Lola, mama anakupenda sana. Sasa ni wakati wa kwenda kukaa na baba. Alimshika mkono Lola huku mkono mwingine akiburuza begi. Walipanda kwenye gari na safari ya kwenda kwa Liam ilianza. Alifika kwa Liam na kumkabidhi mtoto. Liam, mtoto wako huyu hapa. Liam alimchukua Lola na kumbeba. Alimwangalia huku akitabasamu kwa furaha. Siku zote moyo wangu ulikuwa unaumia kwa ajili yako. Kumbe tuna uhusiano. Lena alimgeukia Maya. Maya, mtoto wangu huyu na wewe ni mtoto wako pia. Nina imani utampa matunzo na malezi bora. Mimi sitakuwepo. Naenda mbali kuanzisha maisha yangu. Usijali kuhusu hilo, kuwa na amani. Maya, kwa lolote lile tutakuwa tunawasiliana. Usijali, nawatakieni maisha mema. Nawe pia uende salama. Waliagana kwa amani, lakini moyo wa Lena ulikuwa na maumivu makali. Aliondoka huku analia. Alipotoka nyumbani kwa Liam, alielekea uwanja wa ndege kwa ajili ya safari ya kuelekea Nairobi kwa mapumziko ya muda. Baada ya muda, alipanga kwenda Sweden na kwenda kuishi huko. Aaron aliporudi nyumbani hakumkuta Lola wala mama yake. Alikuta barua iliyokuwa na ujumbe. Aaron, nimeshindwa kuishi na wewe. Nimeona bora niondoke nikatafute maisha yangu. Lola nimempeleka kwa baba yake, maana wewe sio baba yake mzazi. Baba mzazi wa Lola ni Liam. Usihangaike kunitafuta mimi wala kumsumbua Lola wangu. Na kutakia kila laheri, Lena. Aaron alimaliza kusoma kisha akafyonza. Pumbavu, huyu mwanamke anaongea ujinga gani? Alitoka chumbani na kumuuliza msichana wa kazi. Lena yuko wapi? Ameondoka na mabegi yake. Aaron alijua ni jambo la utani, kumbe jambo lipo serious. Akarudi chumbani akakagua ni kweli kulikuwa hakuna nguo. Alipofungua kwenye draw, hakukuta pesa zake ambazo alizihifadhi ili baadaye apeleke benki. Mungu wangu, huyu mwanamke kaniibia. Pesa alizochukua Lena zilikuwa nyingi sana, kwani hakuchukua hizo tu. Kuna nyingine alichukua kwa mhasibu kazini kwa Aaron. Aaron alienda kwa Liam kumdai mtoto. Ilitokea ugomvi mpaka vipimo vikapimwa upya. Majibu yalitoka Liam ni baba halali na Aaron hakuhusishwa kabisa na Lola. Maya na Liam walienda Arusha nyumbani kwa kina Maya. Wazazi wa Maya walipomuona walifurahi sana, kwani nao walimtafuta sana mpaka wakakata tamaa. Maya aliomba msamaha, wazazi wake wakamsamehe. Alimtambulisha Liam kama mchumba wake kwa wazazi wake. Wazazi walimpokea na kushauri waanze taratibu ili ndoa ifungwe. Baada ya miezi miwili, Liam na Maya walifunga ndoa kanisani. Waliishi kihalali kama mke na mume. Walimlea vizuri sana Lola na kumpa mapenzi ya hali ya juu. Maisha ya Lena huko Sweden yalikuwa yanaenda vizuri. Mara kwa mara alikuwa akiwasiliana na Maya kwa ajili ya kumjulia hali mtoto wake Lola. Miezi ilienda na Maya akapata mtoto wa kike. Wakampa jina la Lina. Familia yao ilikuwa na furaha sana. Aaron alikuwa kwenye wakati mgumu tangia Lena aondoke. Alianza kunywa pombe na kulala baa. Alitumia pesa nyingi kwa mambo ya anasa ili kusahau maumivu ya kukimbiwa. Alisahau kufanya kazi na hatimaye uchumi ulishuka na kampuni yake ilifilisika. Aliamua kuhama mji na kwenda kuanza maisha mkoa mwingine. Huo ndio mwisho wa stori yetu tamu ya hatima, ndugu msikilizaji. Asante kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Natumaini umeipenda na utaendelea kupenda nyingine zitakazozidi kuja.
Asante.